tia nguvu, chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV blesses you. Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wa Star TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu pendwa. Leo kwenye wasifu wa Injili tupo na wasifu wa mtumishi wa Mungu Subira. Lakini pia katika kipindi chetu tutapenda kuzungumzia mada inayohusu uchumi na mwimbaji. Kwa hiyo karibu sana, uendelee kutufuatilia katika channel yako pendwa. Ni vizuri sana ukimkaribisha na mwenzako, kwa pamoja tu jumuike. Karibu sana. Asante sana. Karibu, jitambulishe majina yako yote, hata mtu ambaye hakujui aweze kukujua vizuri. Asante, mimi kwa majina naitwa Subira Mwikwabi Nyakimori, lakini kwa ugumu wa majina yangu kidogo, YouTube yangu natumia Minister Subira. Okay. Yes, Minister Subira Mwikwabi. Kwa hiyo ukiona hilo jina ndio mimi. Okay, karibu sana. Asante. Lakini pia katika tunapenda kujua tu mambo ambayo unafanya kwa sasa. Je, ni unashughulika tu na uimbaji, lakini pia au una kitu kingine nje ya uimbaji? Mimi nafanya vitu vingi. Tofauti na uimbaji, mimi nafanya biashara. Tofauti na uimbaji, mimi ni mfanya kazi. Kwa hiyo nafanya vitu vingi. Okay. Yes. Lakini swala zima la huduma umeanza mwaka gani? Lakini pia hali ya huduma yako ya uimbaji iko wapi na unatarajia kufanya nini zaidi? Mimi kuimba kabisa nilianza mwaka 2015 na nimekuwa nikiimba toka zamani. Unaona, mwaka 2015 mpaka sasa hivi ni miaka 10 imepita. Yeah, japokuwa kuna kipindi nilikuwa naimba huku naendelea kusoma. Kwa hiyo sikuwa nimeweka nguvu nyingi sana kwenye kuimba. Lakini katikati ya kuimba hapo kwenye ndani ya kipindi cha miaka 10 napata experience ya utumishi wa Mungu kwa ujumla. Kwa sababu huwa tunaanza kama kuimba, lakini katikati ya kuimba, kwa sababu unaenda kwenye makanisa mbalimbali, kila siku unakuwa kiroho. Kwa hiyo nimepata experience ya utumishi wa Mungu kwa ujumla. Okay. Yes. Kwa lugha nyingine kwamba masomo yalifanya usifanye huduma yako uimbaji vizuri. Yani sikuwahi kukaa kwamba nikasema serious sasa mimi nafanya uimbaji kama biashara. Okay. Yes. Lakini sasa hivi tutarajie kwamba Subira unaweza kufanya vitu vingi zaidi kuhusiana na uimbaji na tutarajie kazi nyingi. Mimi sasa hivi mnitarajie nitafanya kama utumishi wa Mungu kwa ujumla. Yani tofauti na uimbaji tu kama uimbaji, lakini ni huduma ya kimungu moja kwa moja, kusifu na kuabudu, kuwatia watu moyo kupitia neno la Mungu na maombi kwa ujumla. Okay, kwa hiyo kumbe kwenye nyuma ya Subira sio muimbaji tu, lakini kuna utumishi wa Mungu ndani yako. Yes, kuna utumishi wa Mungu ndani yako. Hii imekuja tu kama umeona ni wakati wa kumtumikia Mungu, lakini pia labda ni wengine unakuta watumishi wa Mungu sisi kuna ile labda Roho Mtakatifu unapata ufunuo, ya kwako ilikuwaje? Hii ya kwangu ni mzigo, kwa sababu hata kama nikiacha nikafanya vitu vingine, nasikia kabisa kwamba nikizungumza kitu fulani kuhusiana na mambo ya Mungu, kuna mtu fulani ninamtia moyo. Okay. Yes. Kwa hiyo huwa natoa masomo. Ukiangalia kwenye peji zangu napenda kutumia sana Facebook kwa sababu ni rahisi kushare. Nina magroup pia ya WhatsApp, nina huduma ya prayer room ministry ambayo ni mwongozo wa kufanya maombi. Kwa hiyo kwa sababu kila mtu anahitaji kufanya maombi, lakini kuna namna ambayo unakuta mtu anakata tamaa, anakosa aanzie wapi kufanya maombi. Anatamani kuomba lakini ajue afanye nini kufanya maombi. Kwa hiyo ukikutana na hiyo miongozo inamsaidia mtu mmoja kufanya maombi vizuri. Kwa hiyo nina hiyo huduma, nina hiyo kitu ndani yangu cha kumtia mtu moyo kuhusiana na maombi, cha kumtia mtu moyo kuhusiana na hali ya kumtafuta Mungu, na nitaendelea kufanya na ninaendelea kufanya. Okay, hongera sana. Lakini pia wewe kama mtumishi wa Mungu, alafu ni wa kike pia, changamoto gani ambazo unakutana nazo? Kwa sababu kwenye huduma uimbaji kuna vitu vingi sana kwa hao ambao watumishi uliowakuta, lakini pia watu ambao wamekuzunguka wanaichukuliaje huduma yako? Changamoto ni nyingi sana 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 sana. Hasa kwa nchi yetu ya Tanzania, kama unavyojua kwamba aliyeko juu angependa kuwa tu juu, walioko chini ni wako chini, kwa sababu katika uimbaji, niseme kama uimbaji, watu wanajua kuimba sana. Kwa hiyo lakini katika utumishi wa Mungu
sio kwamba tuko kwenye mashindano, ila kila mtu ana kitu chake cha ziada na kitu chake kizuri. So tungekuwa tunaweza kubebana kama wanavyoweza kubebana wanamuziki wengine hao wanaoimba kawaida, nadhani tungekuwa tuko vizuri zaidi. Kwa hiyo unaona kwamba unaweza ukaweka nguvu, mwisho wa siku nguvu zikiisha unakata tamaa, kwa sababu ya jinsi ambavyo ya nature ya Watanzania jinsi walivyo. Kwa hiyo kila mtu unavomuona ana struggle, anapambana kwa nguvu zake. Kuna muda ikifika kama atakosa watu wa kumtia moyo, basi huduma yake inakuwa imekufa. Kwa hiyo unaona inabidi utumie nguvu nyingi sana, wakati ingebidi kuwe kuna platform ama kuna namna ya kuwasaidia waimbaji hasa katika uchumi. Tutaenda kuongelea hilo swala. Hasa katika uchumi. Watu wengi sana, waimbaji wengi sana wanakwama hapo. Wa kike wanaingia kwenye vishawishi, wanamwacha Mungu. Kwa hiyo vitu ni hivyo. Kabla sijafika kwenye mada yetu, tuje hapo kuna mtu anatuangalia lakini pia lengo lake ni muimbaji, anatamani kufika mbali. Leo yupo anamsikiliza Subira, anamwambia kuna changamoto, kuna mambo haya na haya. Nini ambacho unaweza kumwambia mtu ambaye anakuangalia anatamani kuwa muimbaji mkubwa zaidi? Mimi ninachoweza kumwambia muimbaji, kwanza atafute sehemu nzuri ya kuabudu, kanisa, kwa sababu makanisa ndio mara nyingi yanaweza kulea huduma ya mtu. Umeona, sizungumzia kipaji, nazungumzia huduma, kwa sababu kuna watu wanaweza kuimba kama kipaji, lakini inapokuja kama mtu ana huduma, hiyo ni akipata madhabahu nzuri, akipata kanisa nzuri, baba wa kiroho mzuri ama wachungaji wazuri wakailea ile huduma yake, regardless ana uchumi, anaweza kujisponsor ama hawezi, kanisa linaweza likambebelea na akaenda mbali zaidi. Lakini kama atakosa watu wa kumshika mkono, kwa sababu muziki ni gharama, sio sikufichi. Wewe mwenyewe unajua ukienda studio wimbo mmoja kama una 300,000, 250,000 huwezi kufanya wimbo mzuri. Hiyo ni audio, bado video, umeona. So lazima uwe una mazingira mazuri ya kupush ule muziki. Kwa hiyo kama atapata kanisa zuri, anaweza kufanya vizuri, umeona. Hicho ni cha kwanza. Lakini pia mahusiano mazuri na Mungu, lakini pia kuendelea kufanya. Unajua kama kitu chochote ukikifanya kwa muda mrefu kinakuwa ni sehemu ya maisha yako, utakuwa na experience na watu pia watazoea kukuona, watafurahia zaidi kukuona wewe kwa sababu umefanya kwa muda mrefu. Kwa hiyo mtu kama anataka kuwa mwimbaji awe na consistent, afanye kama ni ndani ya miaka kadhaa, Mungu atafungua njia, atafika mbali. Okay, naamini mtazamaji wangu kuna kitu utakuwa umepata. Kama una ndoto ya kuwa mwimbaji, jaribu kuzingatia vitu ambavyo unavisikia. Jambo la msingi ni kutafuta sehemu ambayo inaweza kulea kipaji chako, kwa sababu sio kila mahali ambapo kipaji kinaweza kulelewa na kikakua, hasa kwenye muziki huu wa kumtukuza Mungu. Lakini pia turudi kwenye mada, mwimbaji na uchumi wake. Je, ni vyema muimbaji kujishughulisha na biashara au uchumi? Ni vyema na ni lazima. Yes. Mwimbaji ama mtumishi wa Mungu inabidi, mimi ninapendekeza uwe na uchumi wako pembeni, kwa sababu uimbaji ni kama kilimo cha mbao. Yaani unapanda leo, unakuja kuvuna baada ya miaka 5. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kwa neema, inategemea. Unaweza ukakaa kwenye uimbaji miaka 5 ndio ukaja kuona matunda. Mwingine miaka 3, miaka 2, nategemea sasa. Kwa hiyo usiweke sana ukafikiri kwamba utapata mafanikio ya haraka, then mwisho wa siku usipopata mafanikio ukakata tamaa. Kwa hiyo uwe una kitu chako kingine ambacho unafanya huku unafanya pia uimbaji, kwa sababu uimbaji haufi, kipaji hakifi. Ile karama Mungu akishakuwekea ndani mwako, hata kama ukiwa una miaka mingapi unaweza kufanya. Kwa hiyo endelea kufanya biashara. Wakati huo unajua kabisa kwamba destiny yako ni wewe kuwa mwimbaji. Biashara kwako imekuja baada ya kuimba au biashara ilikuwepo uimbaji ukaja? Biashara mimi nimeanza kuimba 2015. Okay. Yeah, kwa hiyo biashara imekuja baada nikiwa naimba. Okay. Yes. Wakati sasa unaimba bila biashara, alafu sasa wakati unaendelea kuimba na biashara, ni mabadiliko gani ambayo umeyapata au funzo na kitu ambacho kinaweza mpaka sasa hivi unasema biashara ni nzuri kuliko kuimba bila biashara, au kazi kwa maana nyingine? Yani inamaanisha kwamba ukiwa una kazi ama biashara, kitu ambacho kinakuingizia kipato huku pembeni kitakusaidia kufanya muziki wako kuwa mzuri, umeona? Na mimi naona ni nzuri zaidi kwa sababu inapunguza ile stress ya kuelemewa na
ukiwa tu na kipato kidogo ambacho kinaenda chote kwenye mziki afu hakuna return. Kama mimi sasa hivi mziki bado haujaanza kunilipa. Okay. Kwa hiyo lakini maisha yangu yanaendelea kama kawaida kwa sababu kuna kitu kingine ambacho ninafanya. Yes. So kwa yule mtu ambaye anaimba alafu anategemea kuimba na bado mziki haujamlipa, kama hana kazi ama hana kitu chochote kingine cha kufanya, ndio kama nilivyokuambia ata give up na atawaona watu wabaya, kwa sababu atahisi labda kupitia kuimba watu wangemtunza au angefanya nini, angepata mialiko, lakini bado hajapata hicho kibali kwa watu. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Okay, makanisa yetu ya kiroho yanakuwa yani yana itikadi tofauti tofauti. Leo unaweza kukutana na mtumishi wa Mungu madhabahuni anasema kwamba anawaasa watu wake kwamba wafanye kazi, wajishughulishe. Lakini leo pia katika huduma hizi za makanisa wako watu ambao wana ratiba ya kuwa kanisani kwa wiki nzima. Na ni kitu tu cha kawaida kwamba wanaenda wanaomba, na ikitokea labda hujafika kwenye huduma au kushiriki yale maombi unaonekana kama umeasi au umefanya tukio lingine baya. Kwa hiyo inawafanya watu wengine labda wanashindwa kufanya hizo kazi zao. Unaichukulia vipi? Kwa sababu nyingine tu sio kwamba mtu apende kufanya kazi na huduma, lakini unakuta mazingira yale ya huduma anayofanyia hayo huduma na kazi yanambana kiasi ambacho anabidi amtumikie Mungu akiwa madhabahuni. Na kuna lugha nyingine kwamba wa madhabahuni wanakula madhabahuni. Imekaje wako? Hiyo kwanza hapo umeniuliza maswali kama 3 mfululizo. Na mimi najibu kama ifuatavyo. Okay, kwanza ukiona mtu anachukua nusu ya muda wako, inabidi akulipe. Yes, inabidi akulipe kwa sababu hata ibada isizidi labda kama ni Jumapili it's okay, lakini katikati ya wiki isizidi masaa 6. Umeona? Kwa sababu kama ni mchana ni masaa 12, masaa 6 yote umekaa kanisani. Masaa 6 mengine hayatoshi, umeona, kukuingizia kile ambacho kinakutosha wewe na familia yako. Kwa hiyo mimi nadhani watu wafunguke akili jamani, kwa sababu unapoenda pale kanisani, hasa kwa makanisa ya watu binafsi, mwenzio pale yuko ofisini kwake. Umeona, wewe umeacha ofisi yako, unakaa pale labda masaa kuna makanisa Jumapili kuna ibada, Jumatatu kuna ibada ya viongozi, Jumanne kuna ibada ya kina mama, Jumatano kuna ibada. Kwa unakuta wiki nzima ratiba imejaa. Na unakuta wewe ni mama na upo kwenye uongozi na Jumapili ulikuwa kanisani. Kwa hiyo Jumatatu utaenda, Jumanne, Jumatano ni siku ya maombi na wewe upo kwenye maombi, Juma ngapi ni mwinjilisti na upo kwenye uinjilisti. So my dear, akili ya kuambiwa changanya na kwa sababu Mungu ni wa kwetu sote. Halafu then Mungu hayupo kanisani. Umeona? Hivi unajua kuna watu hawajui kama Mungu wanatembea naye. Ufalme wa Mungu umevuviwa uko ndani yetu. Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Ukikaa ndani mwako ukaomba, Mungu anakutendea. So usije ukafikiri kwamba ukienda kanisani peke yake ndio utakutana na Mungu. Fanya kila kitu ukifanye kwa kiasi. Watu wanakuwa kama vile wamechanganyikiwa. Muda wote wanashinda makanisani na wanazidi kuwa maskini. Baadaye wanakuja kuwalaumu watu kwa sababu ya wao wenyewe walishindwa kutumia hekima na maarifa. Biblia inasema tuwe na imani na akili. Umeona? So ukiweka imani peke yake bila akili utaonekana kama umechanganyikiwa. Imani na matendo. Kwa hiyo angalia sana ratiba yako isije ikakubana ikakuibia muda wako wa kutafuta hiki kidogo cha kusaidia majukumu yako. Umeona? Kwa mimi ni hivyo tu ningeweza kusema. Nafikiri kuna swali nataka nikuulize, nafikiri pia umelijibu ndani ya huko, kwa sababu swali liko linafuata ni kwamba yule mtu ambaye anafanya huduma bila biashara tofauti yake ikoje na mtu ambaye anafanya huduma na biashara au kazi kwa maana nyingine, maana wote sio wafanya biashara. Na ndio maana ni kwa mfano kwa nini serikali haiamini mambo ya dini, ili kuondoa hizo contradiction. Kama una imani yako, kuna mida fulani ama ratiba fulani zimewekwa kabisa na zinajulikana kiserikali kwamba Jumapili huyu mtu hata kuja kazini kwa ajili ya kusatisfy mambo yake ya kiimani, Jumamosi and nadhani ni Friday tena, umeona. Kwa hiyo zile siku zingine ni wewe sasa na ratiba zako za kanisani. Mimi nadhani mtu anayefanya ya Kaisari kwa uaminifu na anayefanya ya Mungu kwa uaminifu anakaa kwenye namna nzuri zaidi kuliko mtu ambaye anaegemea upande mmoja. Ukiegemea ya Kaisari sana ukamsahau Mungu, kuna hasara zake. Na ukiegemea mambo ya Mungu sana ukasahau ya Kaisari, kuna hasara zake, utakuja kuwalaumu
watu. Umeona? Yes. Hapo subira, tunatarajia kwamba utumishi ndani yako na ongea pia ni washirika. Kwa hiyo tutegemee ibada fupi katika huduma ambayo utaianzisha hapo baadaye. Yes, of course. Mimi kwa mfano hata kama Mungu akinijalia nikifungua kanisa, ibada yangu haiwezi kazidi masaa 3. Sio kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo. Okay. Roho Mtakatifu yupo, lakini Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Uwezi ukakaa na watu asubuhi mpaka jioni. Na labda let's say ni Jumapili, huyo mtu ni mfanyakazi, wiki nzima hayuko na familia yake. Ataangalia watoto wake saa ngapi awahudumie kwa ajili ya kesho shule. Huyo mtu ni mwanandoa, atakaa muda gani na familia yake. Kwa hiyo unakuta, na ndio maana watu wengi wanaoenda makanisani ndio hao wenye stress zaidi hata kwenye mahusiano na ndoa. Kwa sababu samahani, lakini kwa mtu ambaye atanijaji tofauti, ila mimi nimeona, kwa sababu unakuta labda ni mbinti mwana praise, umeona au let's say labda nitolee mfano ni mdada mwana praise, pia ni mwana amini ana mahusiano, lakini ile kanisani anakaa mpaka labda saa 6 usiku. Umeona? Kuna labda ibada za mikesha, Ijumaa, Jumamosi anafanya mazoezi saa 6 usiku. Kwa hiyo ni mazingira ambayo kiukweli ni hatarishi. Umeona? Japokuwa ni kweli anaenda kufanya huduma, lakini ni hatarishi kwenye hayo mahusiano yake alionayo. Kwa hiyo vitu vingine ndio maana nimekwambia tutumie imani na akili, lakini pia tuwe na hekima. Wewe mwenyewe angalia ratiba zako, angalia maisha yako, yasije maisha yako ya kanisani yakadisturb maisha yako ya nyumbani ama future yako. Okay, hapo nimekuelewa, lakini pia kwa nafasi ambayo nataka nikupe sasa, natamani uongee na kijana, uongee na binti kwa mazingira ambayo umeyaona labda yanakuwa sio mazuri. Kama umesema hapo, umezungumzia saa 6 usiku, labda anakuwa na mazoezi ya kwaya na wewe ni mwimbaji. Kwa maana mpaka unasema hivyo, kuna vitu ambavyo umeviona kwamba vingine viko sawa na vingine pia ni hatarishi. Lakini kuna mtu yuko hapa anajua kabisa sipoonekana hiyo saa 6 ataonekana labda ameanguka dhambini na vingine, lakini unamshaurije binti ambaye anakufuatilia, anaimba na ratiba yake iko full, na anaamini huyo mume au mahusiano alikuwa nayo yanajengwa kanisani? Unaweza kumkuta analia, anajua kabisa leo mchungaji amesema ni semina ya ndoa, au mchungaji amesema leo tunaombewa ili tuolewe. Wewe unamwambia awe anabana muda wake. Karibu. Mimi labda niongee sasa na mchungaji, nisiongee na muumini, kwa sababu mchungaji muumini anaambiwa na mchungaji. Okay. Viongozi wa dini baadhi, kuna wengine wameshakuwa matured, hawana shida hiyo. Jamani, tuangalie muda ratiba za huyu muumini. Umeona? Ujue kabisa na yeye pia ana muda wake anayohitaji kwa ajili ya familia, kwa ajili ya uchumi. Umeona? Kwa sababu itabidi alete sadaka, anaitoa wapi? Umeona? Kwa hiyo lazima watumishi wawe na hekima kwa ajili ya wale watu. Kuna siku kuna wakati, basi sio lazima kila wakati watu wawe wanakuja ama wanatumia muda mrefu sana katika nyumba ya ibada. Okay. Kuna muda inabidi watumishi wa Mungu waangalie jinsi ya kuwapunguzia muda wa watu, au kama la basi walipe. Kuna makanisa wanalipwa. Umeona? Kwa Tanzania ipo kweli? Wapo, siwezi kuwataja lakini wapo. Kuna wadada fulani ni wadogo zangu, marafiki zangu, huwa wanalipwa kanisani kwao kwa ajili ya kufanya mazoezi. Yani wanatumika pale madhabahuni, kila wanachokifanya kwa sababu pale ratiba za ibada haziishi. Kwa hiyo wanatumika pale, wanalipwa, wanaenda vizuri. Lakini kama hawalipi watoto wa watu, jamani, wale vijana wana mazingira magumu. Kazi ya Mungu. Hapana, sikiliza. Ndio kazi ya Mungu, lakini kazi ya Mungu inatakiwa ikunufaishe. Okay. Usije sikiliza nikwambie, Mungu ni Mungu wa yote yaliyo mema. Usije ukawa ni maskini, unadaiwa kodi afu ukasema ni utukufu wa Mungu. Hapana, Mungu wetu sio maskini. Yaani ukiona shida yoyote imekunyemelea, ujue tayari ni mkono wa adui. Kwa hiyo kama wewe unafanya huduma ya Mungu, naamini kabisa kupitia huduma yako lazima ikuzalie matunda. Kama kijana, kuna vijana unakuta yeye ni mpiga labda vyombo kanisani, muda mwingine anakosa nauli. Umeona? Kwa hiyo ukiona kuna namna kama hiyo, ujue adui tayari ameshaingia kwenye maisha yako. Umeona? Lazima uongee vizuri na hiyo management ili waone namna gani wanaweza wakasupport wale vijana. Vijana wale wa kanisani wengine wana maisha magumu sana. Okay. Kwa hiyo lazima kuwe kuna namna ya kuwaempower, kwa sababu wanatumia muda wao. Umeona? Wawaempower kwa namna moja ama nyingine ili wasije wakaingiza dhambini. Kama mabinti wanaingia kwenye ushawishi kwa sababu ya mazingira kama hayo.
kabisa. Okay, tukirudi kwenye mada yetu sasa, uchumi na mwimbaji au mwimbaji na uchumi wake. Yes. Hapo kuna pointi nyingine kwamba ni sahihi mtu unapoenda kufanya huduma ya uimbaji kama hapo umezungumzia kulipa. Lakini wale ni wanaotumika masabauni umeongelea sana. Lakini kuna hao waimbaji binafsi kama Subira pale unapoenda kufanya huduma. Maana hii ni mwimbaji na uchumi wake. Hii nayo kulipwa ni sahihi kwamba masabauni watakula masabauni au kile unachoenda ukifanya unafanya tu kazi ya Mungu. Hata kama usipolipwa ni sawa, ukilipwa ni sawa. Kama ukialikwa inabidi wakusaidie, wakulipe. Ya inategemea na level ulizofikia, kwa sababu level yangu mimi hapa siwezi nikajinganisha labda na msanii kama siwezi kumtaja, lakini unajua wasanii wakubwa. So kila mtu ana level yake na nafasi yake. Kama nyinyi mmemuita mtu anatumia nauli, inabidi alipwe. Labda mtu anaenda mkoani, umeona, inabidi alipwe, hawezi kwenda tu bure. Lakini muda mwingine unaweza ukafanya wewe mwenyewe kwa ajili ya kuatia moyo makanisa fulani. Kama mimi ni mwimbaji naamua kuja kwenye kanisa fulani ninafanya huduma. Japokuwa siku hizi imepungua sana. Kwa sababu hata makanisa na yenyewe yanategemea wana praise wao, watu wanasifu, wanaabudu, wanaridhika, kwa hiyo hawahitaji sana waimbaji wengine. Kwa hiyo mimi nadhani mtu kumlipa kwa huduma ni kumtia moyo, kwa sababu na yeye pia ametumia gharama. Umeona, huyu mwimbaji ameenda studio, waimbaji wengine wanafanya live, unakuta ana timu yake, umeona, anawalipa wale vijana kwa ajili ya mazoezi, analipa venue kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo lazima, yani kumlipa sio kwamba unamnufaisha sana, ila unamtia moyo ili na yeye aweze kufanya nini? Huduma yake aweze kufanya vizuri zaidi. Mimi nadhani sisi wenyewe tujifunze kuthamini vya kwetu. Alikuja Israel kutoka Rwanda mwaka jana, umeona? Watu kiingilio kilikuwa kikubwa, watu waliingia, lakini leo hii ni mwimbaji gani akija kanisani kwako unaweza kumlipa kiasi hicho cha fedha? Sana sana utaanza kumsema kwa ubaya kwamba waimbaji wa sasa hivi wanapenda hela, wanafanya nini. Lakini hapana, kama mtu anafanya vizuri anatakiwa atiwe moyo. Lakini kabla tuendelea, hivi unafikiri kwenye kulipa ni kwamba waimbaji wote hawalipwi au kulipa kunalingana na kazi yako vile unavyoifanya? Kunalingana na umaarufu ulionao. Yes. Kwa sababu mimi naamini wengi wanafanya vizuri. Tunafanya vizuri. Hata mimi ukisikiza nyimbo zangu utashangaa kwa nini watu labda hawanifahamu. Ni vile tu sijaweka nguvu nyingi huko. Umeona? Lakini Mungu akinisaidia nitakuwa na viwango vikubwa sana. Ninaamini hivyo. Kwa hiyo ni vile mtu alivyojulikana, umeona? Kwa hiyo iko hivyo. Ila mimi naamini na washauri waimbaji mlipwe ili muweze kuendeleza huduma zenu na biashara na mambo ya kifamilia. Yes. Hapo sasa mada yetu bado inaendelea, uchumi na mwimbaji au mwimbaji na uchumi wake. Sasa hivi kumekuwa na hizi platform nyingi mbalimbali ambazo zinakuwa zinasaidia sana, yaani unakuta zinasaidia vijana waimbaji kujengeka vizuri kiuchumi, kwa sababu kuna hizi YouTube zinalipa, kuna huku. Yaani mitandao imekuwa mingi. Lakini sasa waimbaji wa gospel hawajajiwekeza huku. Unafikiri pia hii ni sababu uchumi wao kuendelea kuwa chini tofauti na wasanii hao wakubwa? Mfano leo labda mwimbaji fulani wa nyimbo ya huko pembeni tuseme, nyimbo tu hizi za duniani, wapendwa ndio watatuelewa vizuri za duniani. Diamond ametoa nyimbo mpya. Ukienda kushindanisha pale, unashindanisha watu walioangalia na vitu kama hivyo. Nyinyi waimbaji wa gospel, hii mnaifuatilia au mnaichukulia tu ni mambo ya dunia, labda nyinyi haiwahusu sana? Hapana, inatuhusu. Yaani sisi waimbaji wa gospel tulichelewa kupata hiyo elimu. Okay. Yaani unajua fursa ipo, lakini taarifa ndio mtu anakuwa hana. Okay. Unaona? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu walishajua na wameenda huko, wameweka nyimbo zao. Digital platform ni soko zuri sana la kuuza mziki wako. Kwa hiyo ukipata elimu inahusiana na jinsi ya kuuza, ni vizuri sana pa kukimbilia huko. Lakini pia kama unavyofananisha na mwimbaji kama Diamond ama wasanii wa secular music, wenzetu wale wako serious sana na muziki. Wamefanya muziki kama biashara, na pia wale wana investors. Yaani mtu anakuja anafanya biashara na anaweka pesa yako ili mlipe, tofauti na sisi huku bado hatujafika huko. Kwa hiyo na pia wanatumia gharama kubwa sana. Mtu anafanya video anakuambia hii video imegharimu milioni 60. Umeona? Kwa hiyo mimi nadhani the way una invest na matokeo yake yanakuwa makubwa zaidi. Kwa hiyo sisi tuongeze nguvu na
tuwe serious, tufanye kwa kumaanisha. Yes. Kwa mimi nadhani tukifanya vizuri sana, watu wanapenda sana nyimbo za dini, watu wanapenda sana na zinasikilizwa mno. Kwa hiyo na huku kwetu pia ushindani ni mdogo tofauti na kwenye secular music, kule ushindani kidogo ni mkubwa. Kwa hiyo mimi nadhani tuendelee kupush, tuendelee kufanya. Watu wanafanya vizuri, hata sasa hivi umeona gospel imechangamka, iko kwa viwango vikubwa sana. Kwa hiyo watu wafanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Okay, karibu sana. Sasa karibu uambie sasa watumishi wa Mungu ambao unaona kabisa kuna kama hivyo umesema elimu haijafika. Pengine ndio sababu inayofanya hata waimbaji waliokuwa chini labda wasijulikane au wasifanye vizuri. Wewe unafikiri nini kifanyike ili ukiweze kuwasaidia waimbaji wote? Yaani tunavyozungumzia gospel, waimbaji wa nyimbo za injili wote waweze kunufaika. Mimi nadhani kama naona kuna vyombo vinavyohusika na waimbaji. Yaani pamoja na maslahi yao binafsi, lakini wainvesti kutoa elimu na kumsaidia mtu fulani ambaye ana kitu amejaribu kufanya, umeona? Lakini pale alipoishia, mnaweza mkamuempower, mkamuinua. Umeona? Kwa kuna watu wana pesa wajua wazipeleke wapi. Jamani, tuinvest na hao waimbaji wetu. Wanafanya vizuri. Muinvest na mimi pia niko hapa. Nafanya vizuri. Kwa kama unahitaji, unaona kabisa kwamba huu muziki tunaweza tukaupush ukaenda. Niko hapa, tunaweza tukafanya namna na tukamuinua wote Mungu kwa pamoja. Kwa wale wanaohusika watoe elimu. Tunaona wasanii wenzetu waigizaji na wasanii wa secular music, kuna vitu vingi sana wako favored, umeona? Kuna mikopo, umeona? Ushasikia mikopo ya wasanii, kuna vitu vingi sana, lakini sijui kama waimbaji wa gospel wanajua. Na kama wangekuwa wanajua, nadhani tuongeze nguvu ya kufahamishana, tuwe tuna chombo kimoja. Nimeona kuna vitu vinaendelea, kama niliona kama kuna watu wanapost kuna awards za waimbaji. So kuna namna ambayo hawa waimbaji wa gospel hawatakuwa dhaifu, hawataendelea kuwa nyuma. Kwanza wapewe elimu juu ya digital platforms, wapewe elimu juu ya kujikwamua kiuchumi, na wapewe elimu jinsi ya kuinua muziki uende. Yes. Nafikiri pia ujumbe umefika, lakini mimi pia ujumbe wangu ukawafikishie waimbaji wengine ambao unakutana nao. Pia wao wajaribu kupush nyimbo zao, ili unajua kinachomfanya mtu asapoti kitu chako. Kila unachokifanya kinaweza kikamvutia mtu mmoja, hata kama watu hawajakuona. Yule mmoja akaenda kuambia watu kuna kitu kizuri kinafanyika mahali. Lakini pia tukiendelea kumalizia muda wetu unatuishia, karibu sasa ujitambulishe sasa kwenye hii mitandao ya kijamii, watu wanakupataje wakitaka kufuatilia? Asante sana. Mimi kwenye mitandao yote ya kijamii najulikana kwa jina la Minister Subira Mwikwabi. Facebook Patience Mwikwabi, Instagram, Facebook Subira Mwikwabi, Minister Subira Mwikwabi utanipata. YouTube, TikTok, Minister Subira Mwikwabi. Kwa hiyo karibuni sana jamani, tuendelee kusapotiana kwa habari ya muziki wa Injili, lakini pia kwa habari ya huduma ya prayer room. Mimi nafanya hiyo huduma ya maombi. Yaani ni mzigo ambao unausikia hata wewe kama una jambo lako ambao unaona ni gumu, umeomba sana na unaona kabisa hauoni upenyo. Chukua namba yangu, ingia kwenye mitandao hiyo, kuna namba zangu wanaweka. Ni text niambie, mtumishi tuombe kwa pamoja juu ya hili jambo. Nimekuwa na shuhuda nyingi sana. Watu wamekuwa wakijibiwa na Mungu. Yaani mimi sikuombei, ila nakuelekeza jinsi gani utamuomba Mungu na yeye Mungu atakusaidia. Lakini pia kuna group la WhatsApp linaitwa Prayer Room Ministry. Utachukua namba yangu, utaniambia niunge kwenye group, nitakuunga. Kila siku tunatuma miongozo ya maombi. Kuna maombi ya saa 9 usiku, maombi ya kufunguliwa. Kuna maombi ya vitu maalum, kuna maombi ya mambo yasiyowezekana. Yes, kwa hiyo mimi naamini wewe utajiombea na utashangaa kwa nini ulikuwa kila siku unaenda kanisani unaomba, alafu ukifikiri kwamba Mungu yuko pale kanisani, kumbe Mungu uko naye wewe mwenyewe. So ni vile ambavyo unaweza kuactivate nguvu yako kupokea majibu kutoka kwa Mungu. Yes. Nisikie vitu vingi unasema maombi yasiyowezekana. Yes. Kwa Basavu utaniunga maombi yasiyowezekana. Lakini tukiwa tunamalizia kulingana na mada yetu, uchumi na muimbaji na uchumi wake, wewe kama Subira kitu gani ambacho unajishughulisha nacho kwa sasa? Mimi kwa sasa ninajishughulisha na
kampuni ya kuagiza bidhaa mbalimbali from China kuja Tanzania. Inaitwa VC Company. Kwa hiyo VC Company tunakusaidia kuagiza bidhaa kutoka China kuja Tanzania, kusambaza bidhaa mbalimbali na pamoja na mambo yote ya printing. Printing zetu tunafanya China moja kwa moja. Yes, tuna wateja wetu ambao wanataka kuprint labels, yani kuna vitu sensitive kidogo, plastic printing, tuna print China moja kwa moja kwa kilogram. Kwa hiyo ndio biashara ambayo ninafanya sasa hivi. Hongera sana. Kwa hiyo ni biashara ambayo inapush muziki wako. Yeah, inapush. Na ninawakaribisha sana pia watumishi wa Mungu ambao wanapenda muziki wangu, tusapotiane na huku pia. Kama unataka kuagiza kitu haraka, kitu mashine na nini, unaweza ukanipigia tu simu moja na kuagizia, unakuja ofisini unachukua bidhaa yako. Hongera sana. Lakini pia wakati tunamalizia, labda tungepata nyimbo kidogo ambayo mwingine ajui kama ameimba Subira, lakini ajua hii nyimbo kuna mdada ameimba, labda ungeimba kidogo watu wajue kabisa hii nyimbo ni Subira huyu. Kumbe ile nyimbo naosikizaga ndio huyu dada. Hiyo itasaidia sana kuupaisha muziki wetu. Nia yetu iko pale pale. Uchumi na mwimbaji na uchumi wake. Amina. Wimbo ambao ni currently una miezi kama 3-4 unaitwa Ninashukuru. Upo YouTube. Ukiandika tu pale Minister Subira Nashukuru utakutana nao wimbo. Unaimbwa hata kwa ndimi elfu. I'm sorry. Just be serious. Haya. Wimbo siwezi kuhesabu. Ngoja nimeimbia toni ya juu. Siwezi kuhesabu mema yote ulionitendea Mungu wangu, maana ni mengi, tena ni mengi sana, maana ni mengi, tena ni mengi mno, sihesabu, bali ninashukuru. Maana ni mengi, tena ni mengi mno, tena ni mengi, maana ni mengi mno, sihesabu, bali ninashukuru. Mungu hata kwa ndimi elfu, nifahamu lugha zote, nisome elimu za juu, nitembee nchi zote, siwezi kuhesabu, bali ninashukuru. Mungu akubariki sana Madam Subira, lakini pia mtazamaji wetu, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuwa nasi na kuendelea kutufuatilia. Mungu akubariki sana sana sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi kingine. Endelea kuangalia Star TV. Usikose kutazama